إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla fi ula na kumtakia sala na salam kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin alayhi salam, tawsiana kumcha Allah jalla fi ula fi hadhihi al-lahadhat, fa innahu qad faza al-muttaqun. Allah tabaraka wa taala ametuumba sisi wanadamu na majini litahqiqi at-tauhid, kwa lengo la kuimarisha na kusimamisha tauhidi fi qulubi nnas, katika nyoyo zetu. Allah tabaraka wa taala kama anavyoeleza katika maneno yake matukufu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu mimi. فبين الله تبارك وتعالى الحكمة من خلق الجن والإنس. الله تبارك وتعالى akabainisha katika aya hii hikma ya kuwaumba majini na watu ni kwa lengo la kumwabudu yeye Allah tabarak wa taala wahdahu la sharika lah, kusimamisha tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala fi ibadatihi, katika ibada zake, wa tajannubi ash-shirki billahi azza wa jalla, na kujiweka mbali na kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala katika ibada zake. Hili ndio lengo kuu la Allah tabaraka wa ta'ala la kutuumba sisi, na kila mmoja katika wanadamu anatakiwa afahamu hivyo kwamba limadha khalaqahu Allahu azza wa jalla wa awjadahu min al-adam. Kila mmoja anatakiwa ajiulize swali hili, Muislamu na asiyekuwa Muislamu, ya kwamba kwa nini Mola wake kamuumba? Ni kwa sababu gani? Alikuwa na haja gani Allah tabaraka wa taala kumuumba mwanadamu? Allah tabaraka wa taala ametubainishia hikma ya yeye kutuumba sisi ili tupate kumwabudu yeye Allah tabaraka wa taala wahdahu la sharika lah, peke yake bila kumshirikisha. Fatauhidu, tauhidi, ibada hii ya kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, kumwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha, ina faida nyingi sana. Tauhidi ina matukufu yaliyokuwa mengi, ina ubora mkubwa sana kwetu sisi katika haya maisha ya dunia, kadhalika na maisha ya barzakhia, maisha ya kaburini, kadhalika na kesho akhira inda Allah tabaraka wa taala. Famin fadail at-tauhid wa thamaratihi, miongoni mwa faida za tauhidi na umuhimu wa tauhidi katika maisha yetu ya kila siku, annahu awwal wajibin awjabahu Allah tabaraka wa taala ala ibadihi,
ni kwamba tauhidi ndio jambo la kwanza, ndio wajibu wa kwanza ambao Allah tabaraka wa taala ametuwajibishia sisi waja wake. Tauhid ndio jambo la kwanza katika maamurati, katika maamrisho ya Allah tabaraka wa taala kutuamrisha waja wake, na hili ndio jambo la kwanza ambalo Allah tabaraka wa taala amewataka waja wake kuweza kulisimamisha, kama tulivyoona katika aya iliyotangulia, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu kwenda Yaman kuwafundisha watu wa mji huo, akamwambia falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah ta'ala, hakikisha utakapofika huko jambo la kwanza utakalo walingania kwalo, utakalo wafundisha waislamu wampwekeshe Allah tabaraka wa taala. Jambo la kwanza utakalo walingania watu wa huko Yaman, uwalinganie na kuwafundisha kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wamwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha. Fa idha arafu dhalika, wakifahamu hilo, wakafahamu tauhidi, wakakubali kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, wakamwamini Allah ukweli wa kumwamini, fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawat, wafahamishe kwamba Allah tabaraka wa taala amewafaradhishia sala 5 na ibada nyinginezo. Ahamu shay, kusudio nalo kusudia katika hadithi hii tufahamu ya kwamba jambo la kwanza ambalo tumefundishwa na Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam ni ibada ya tauhid, ibadatullah tabaraka wa taala. Jambo la pili katika mambo yanayoonyesha ubora na umuhimu wa tauhid ni kwamba tauhidi ndio hikma ya Allah tabaraka wa taala kutuumba wanadamu na majini kama alivyobainisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika mambo yanayoonyesha umuhimu na fadla ya tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala fi ibadatihi, anna at-tauhida haqqullahi 'ala al-'abid, ni kwamba tauhidi ndio haki ya Allah tabaraka wa ta'ala iliyokuwa kubwa kwa waja wake, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam li Muadh ibn Jabal, kumwambia Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala an, ya Muadh, atadri ma haqqu Allahi 'ala al-'ibad wa ma haqqu al-'ibadi 'ala Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Muadh ibn Jabal, ewe Muadh, hivi wafahamu ni ipi haki ya Allah tabaraka wa taala kwa waja wake na ni ipi haki ya waja kwa Allah subhanahu wa taala? Qultu, Muadh anasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah tabaraka wa taala na mtume wake wanajua zaidi. Qala haqqullahi 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki ya Allah tabaraka wa taala ni waja kuhakikisha wanamwabudu Allah peke yake na wala wasimshirikishe na chochote. Hii ndio haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, tuhakikishe tunamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika lah, peke yake Allah tabaraka wa ta'ala bila kumshirikisha. Kadhalika katika mambo yanayojulisha umuhimu wa tauhidi na ubora wa tauhidi katika maisha yetu ya kila siku, wa annahu asasu qabuli al-amal, ni kwamba tauhidi ndio msingi uliokuwa mkubwa wa kukubaliwa matendo yetu. Ili matendo yetu mema yakubalike kwa Allah tabaraka wa taala, ni sharti tuyafanye haya matendo mema mukhlisina lillahi tabaraka wa taala, tukiwa na ikhlas, tukimtakasia Allah jalla fi ula, jambo hilo tulifanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Fala yaqbalu Allahu ay amalin biduni at-tauhid, Allah tabaraka wa taala haikubali na haipokei amali yoyote atakayoifanya mtu pasina tauhid, kwa maana isiyoambatana na ikhlas. Ibada yoyote
haitakubalika kwa Allah tabaraka wa taala itakapokuwa imekosa ikhlas. Wal ikhlas huwa at-tauhid, na ikhlas ndio tauhid. Liqauli Allah azza wa jalla, wa qawli ya Allah tabaraka wa taala amwambia mtume alayhi salam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Wa laqad uhiya ilayka ayuha an-nabiy, na bila shaka umefunuliwa wahi ewe mtume, ya kwamba na bila shaka umefunuliwa wahi ewe mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ila alladhina min qablik, kadhalika wamepelekewa wahi mitume waliokuwa kabla yako, wakiambiwa maneno haya ambayo waambiwa wewe mtume, kadhalika wameambiwa mitume kabla yako, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka, ya kwamba iwapo utafanya shirki ukamshirikisha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake, la yahbatanna 'amaluka, fahamu ya kwamba matendo yako yote yataporomoka, yatakuwa ni yenye kuharibika, hayatakubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya kumshirikisha Allah katika ibada zake. Wala takunanna min al-khasirin, na kwamba utakuwa ni katika wenye kula hasara. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Allah tabaraka wa taala anatubainishia katika aya hii umuhimu wa tauhid, na kwamba ndiyo sharti ya kukubaliwa matendo. Ili ibada yako ikubalike ni sharti iwe na ikhlas, uifanye kwa tauhid, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, uitakase nia yako kwa ajili ya Allah jalla fi'ala. Usifanye ibada hiyo riaan wa sum'a, usifanye kwa ria, kujionesha kwa watu, wala usifanye kwa sum'a ili watu wapate kukusikia wakusifie. Uifanye lillahi tabaraka wa taala. Kadhalika wal mutabaa, uhakikishe ibada na jambo lolote la khairi unalolifanya liwe na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya ni masharti mawili makuu ya kukubaliwa ibada, al-ikhlas wal mutabaa. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Kadhalika Allah tabaraka wa taala asema, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, na hawakuamrishwa watu isipokuwa wamwabudu Allah tabaraka wa taala hali ya kumtakasia matendo yake, hali ya kumtakasia ibada Allah tabaraka wa taala. Allah jalla fi'ala anabainisha katika maneno yake haya matukufu ya kwamba hatukuamrishwa isipokuwa tumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa ikhlas, kwa maana kwa tauhid, ikhlasu niyya, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika mambo ambayo yanaonyesha umuhimu na fadhila ya tauhidi katika maisha haya ya kila siku, anna tauhida huwa aslu da'wati ar-rusul wal anbiya. Tauhidi ndiyo msingi wa da'wa ya mitume alayhimus salam, mitume wote wa Allah tabaraka wa taala, min awwalihim wa akhirihim, kuanzia mtume wa mwanzo nabii Nuh alayhi salam mpaka mtume wa mwisho mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mitume hawa wote dawa yao ya kwanza kabisa waliokuwa wakiwafundisha watu ni tauhidi. Jambo la kwanza ni tauhidi, at-tauhid awwalan, tauhidi kwanza, kisha mambo mengine yanafuata. Wa hakadha atba'u ar-rusul, hivyo hivyo wafasi wa mitume, min al-ulama, maulama, masahaba, dawa yao ya kwanza wanapowafundisha watu, jambo la kwanza wanawafundisha tauhidi, kisha yanafuatia mambo mengine. Na dai yoyote, mlinganizi yoyote, atakapoenda mahala popote kufundisha watu, atakapovunja msingi huu, akaacha msingi huu ambao ndio manhaji ya Qur'ani na Sunna, akaanza kuwafundisha watu wa mji huo mambo mengine kabla ya tauhidi, basi hatofanikiwa katika dawa yake. Ili aweze kufanikiwa katika dawa yake, mlinganiaji yoyote ni lazima
katika ulinganiaji wake aanzane na jambo lenye umuhimu zaidi kuliko mambo yote ambayo ni tauhidi, kama Allah tabaraka wa taala alivyosema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kadhalika Allah tabaraka wa taala akasema, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Asema Allah jalla fi ula, kwa hakika tumepeleka katika kila umma mjumbe, na jambo la kwanza analowafundisha watu wake anapofika kwao, anawaambia ani'budu Allaha wajtanibu at-taghut, muabudieni Allah tabaraka wa taala na mjiepushe na ushirikina. Kadhalika Allah tabaraka wa taala akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, hatujapatapo kumpeleka mtume yoyote kabla yako isipokuwa tunampa wahyi, tunamwambia ya kwamba awalinganie watu wake, annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, niabudieni mimi peke yangu. Huu ndio ujumbe wa mwanzo wa mitume wa Allah tabaraka wa taala. Wanapofika sehemu kuwafundisha watu wao, wanawafundisha tauhidi, ambalo ndio jambo lenye umuhimu zaidi kuliko mambo yote. Tumuombe Allah tabaraka wa taala an yaj'alana min ibadihi as-salihin, min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، دوكة كمان haya tulioelezea ni baadhi ya mazuri ya tauhidi, baadhi ya mambo ambayo yanaonyesha ahamiyatu tauhidi wa fadhila, umuhimu wa tauhidi na fadhila zake, na ulazima wa Waislamu kujipamba na tauhidi, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake. Sehemu ya pili ya hutuba taelezea kadhalika kwa ufupi madharatu ashirki, madhara ya ushirikina. Ashirku huwa ضد التوحيد، shirki ni kinyume cha tauhidi. Washirku taswiyatu ghairi llahi billahi jalla wa ala fima huwa min khasaisihi, shirki ni kumlinganisha asiyekuwa Allah na Allah tabaraka wa taala, kumlinganisha Allah na kitu kingine chochote katika yale ambayo yanamhusu Allah peke yake. Kwa maana an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, hii ndio shirki. Wewe kumjalia Allah mwenza katika ibada zake, badala ya kumwabudu Allah peke yake, ambayo hiyo ndio amri ulioamrishwa, ukamwabudu Allah, wakati huo huo unamshirikisha Allah na kitu kingine chochote. Hadha huwa shirki min sujudi li ghairi llah, kumsujudia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, wa duai ghairihi, na kumuomba asiyekuwa Allah, kadhalika kutaka msaada kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, min al-amwati, kuwaomba watu waliokufa, kwenda makaburini kuyaomba makaburi, kadhalika wadhabhi li ghairi llah, kuchinja kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, kumchinjia asiyekuwa Allah jalla fi ula, kadhabhi lil asnami wal jinn, kama vile kuchinja kwa ajili ya masanamu, kadhalika kuchinja kwa amri ya majini, ambao huu ni mtihani mkubwa. Wametahiniwa wengi katika umma huu, wengi katika Waislamu wanafanya ibada, wanasali, lakini maa dhalika bado wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Wanaamrishwa na majini, wanawatii majini kwa kuchinja vichinjwa mbalimbali, taqarruban ilayhim, kwa lengo la kujikurubisha kwao ili wapate shafaa na mfano wake. Yote haya ni ushirikina, ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, na hii ni shirki iliyokuwa kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Iwapo Muislamu atakufa amefanya shirki iliyokuwa kubwa na hajatubia,
hajaachana na ushirikina, mtu huyo atakuwa amepata hasara kubwa sana na atakufa hali ya kuwa si Muislamu, wa na'udhu billahi min dhalika. Katika madhara ya ushirikina, annahu adhlamu dhulm, ni kwamba shirki ndiyo dhulma iliyokuwa kubwa sana kuliko dhulma zote. Wa a'dhamu dhunubi ala al-itlaq, na ushirikina ndiyo dhambi kuu kuliko madhambi yote. Kama kuna madhambi wayafahamu yaliyokuwa makubwa, basi la kwanza yao, dhambi la kwanza kabisa kuliko madhambi yote ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala unabbiukum biakbari alkaba'ir, maonaje ni kufahamisheni dhambi iliyokuwa kubwa kuliko madhambi yote? Qalu bala ya Rasulullah, masahaba wakasema tufahamishe ewe Mtume alayhi salam, kwa sababu masahaba radhiyallahu anhum walikuwa ni watu wenye kupendelea kukimbilia yaliyokuwa mazuri. Qala, akasema Mtume alayhi salam, dhambi kuu kuliko yote al-ishraku billah, ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kadhalika Allah tabaraka wa taala aliposema kuelezea Luqman, aliposema kumwambia mwanae, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu simshirikisha Allah, jiepushe na ushirikina, inna shirka la dhulmun adhim, kwani ushirikina ndiyo dhulma iliyokuwa kubwa isiyokuwa na mfano. Kumshirikisha Allah tabaraka wa taala ni dhulma iliyokuwa kubwa isiyokuwa na mfano. Kadhalika katika madhara ya ushirikina ni kutokupata msamaha wa Allah tabaraka wa taala, wal khuludu fi nnari, na kubaki motoni milele, wa na'udhu billahi min adhabin nar. Faman mata ala shirki wa lam yatub fahuwa mukhalladun fi nnar, atakayemshirikisha Allah tabaraka wa taala kisha akafa hali ya kuwa hajatubia kutokamana na ushirikina, mtu huyo atakufa hali ya kuwa si Muislamu na atabaki motoni milele, hatopata msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Kama alivyosema Allah jalla fi ula, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hatoi msamaha wa kushirikishwa na chochote, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini Allah anasamehe madhambi yaliyo chini ya ushirikina, anamsamehe yule amtakaye Allah tabaraka wa taala. Allah anasamehe madhambi yaliyo chini ya shirki kwa yule amtakaye. Ama ushirikina, mtu yoyote atakayekufa hali ya kuwa ni mushrik, hajatubia, mtu huyo hatopata msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika Allah tabaraka wa taala akasema, innahu, fahamuni ya kwamba mambo yalivyo, man yushriku billah, yoyote atakayemshirikisha Allah tabaraka wa taala katika ibada zake, mwanamume au mwanamke, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia mtu huyo kuingia peponi. Kwa maana ukiharamishiwa kuingia peponi, mahala pako ni motoni. Ndio Allah tabaraka wa taala akasema, wa ma'wahu an-nar, na mafikio yake mtu huyo ni motoni. Wama lidhalimina min ansar, na madhalim washirikina hawatopata wa kuwanusuru siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man mata yushriku billahi dakhala an-nar, mtu yoyote atakayekufa ile hali anamshirikisha Allah, hajatubia kutokamana na ushirikina huo, mtu huyo ataingia motoni. Haya ni baadhi ya madhara ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. Ni kwamba ushirikina unakuziwia wewe kupata msamaha wa Allah tabaraka wa ta'ala na kubakia motoni milele. Tujitahidi sana Waislamu kurudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa kumpwekesha, kumwabudu yeye Allah peke yake na kujiepusha na ushirikina. Kadhalika na tuwafundishe vijana wetu na wake zetu na ndugu zetu kwa ujumla kumpwekesha Allah tabaraka wa taala na kujiepusha na ushirikina, ili tupate saada fi dunya wal akhirah. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض فينا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يحفظكم الله.